Trans TV. Mwendo huu wa kipindi cha Karamu ya Neno kinachokujia moja kwa moja kutoka katika mji wa Nakuru. Tunanyenyekea kwa sababu ya uwezo wa kuweza kuja mahali hapa kila siku ili tukaweza kufungua kitabu kitakatifu Biblia na kuchambua mambo ambayo yanaleta faida katika maisha ya mtu yoyote ambaye atachukua nafasi ya kudhamini maneno ambayo Baba wetu wa mbinguni aliyasema kupitia vinywa vya manabii na kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Mchana wa leo tunaendelea na ule msururu wa mafundisho ya kumjua Roho Mtakatifu, na leo tunajadili hoja ya Roho Mtakatifu akitenda kazi kwa ajili ya ongezeko. Na hapa tunaongea kuhusu kuongezeka kwa waumini, kuongezeka na kupanuka na kukua kwa kanisa takatifu la Yeshua Hamashia. Tukafungua kwa maombi na tuombe. Baba wetu Yawe, kupitia jina la mwanao Masihi Yeshua, tuajileta mbele zako. Asante kwa msaada wa Roho Mtakatifu ambaye umemfanya kuwa sehemu yetu. Tunaomba mchana wa leo Roho Mtakatifu ukanitumia. Tunakuomba Baba wetu Yawe ukafanya wengi wanaonisikiliza wakaweza kujua Roho Mtakatifu, wakaruhusu Roho Mtakatifu kutenda kazi pamoja nao katika dunia tunamoishi. Baba yetu Yawe, tunaomba ukatuzidi kutufanya mabalozi wazuri wa kuwakilisha ufalme wako hapa duniani. Pokea sifa, pokea utukufu kwa yale yote mazuri ambao unazidi kuyatenda katika ulimwengu tunaoishi, kulitukuza, kulinua jina lako na kubariki watu wote wanaokutumainia na kukutegemea. Tuomba kwa kusadiki kupitia jina takatifu teule mno la mwanao wa pekee Masihi Yeshua Mwokozi wetu, tumeomba pamoja na kuamini. Mtazamaji mpendwa, katika fundisho letu la siku hii ya leo, somo kuu tunalipata katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, ukianzia mstari wa 1 hadi kumalizia. Tafuta nafasi ukaweza kuangalia mahali hapo, na kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tumepitia andiko hilo, tutasoma mstari wa kumalizia tukijadili hoja ya siku ya leo. Matendo ya Mitume mstari wa 47 katika mlango huo wa 2, neno la sema: Yeshua aliwaongeza kanisa kila siku wale waliokuwa wakiokolewa. Yeshua aliwaongeza kanisa kila siku wale waliokuwa wakiokolewa. Mtazamaji mpendwa, tunapoongea kuhusu Roho Mtakatifu kuwa anatenda kazi tukaweza kuongezeka, tunajaribu kukusihi na kunisihi hata mimi mwenyewe kushiriki naye katika ukuaji wa kusanyiko la waumini. Katika somo letu la leo tunaona kwamba ukuaji wa kweli wa kanisa lake Yawe hautawezekana kwa sababu ya kutumia hekima ya kibinadamu. La hasha. Hautawezekana kwa sababu ya kuwa na mipango mizuri kule kanisani. La hasha. Ongezeko la kweli linaonekana wakati ambapo watu wanashirikisha Roho Mtakatifu katika hali ya utendaji wa kazi. Katika kitabu hicho cha Matendo ya Mitume 2 tunaona kwamba wanafunzi walikuwa watu 120 waliokuwa na hofu katika chumba kidogo pale Yerusalemu. Lakini baada ya kujazwa kwa Roho Mtakatifu, watu wale walitoka kutoka ongezeko la kutoka 120 hadi idadi ya watu 3,000. Jambo hilo halikukuwa la kawaida, na ni kwa ajili iliwezekana pale Roho Mtakatifu alifanya kazi katika kanisa la kwanza. Na vivyo hivyo alivyotenda kazi katika Yerusalemu, ninaamini katika kilindi cha moyo wangu kwamba ametuwezesha kukua vivyo hivyo kwa utukufu wa jina lake Baba wetu Yawe. Na kwa hivyo tunapojadili kuhusiana na kwamba Roho Mtakatifu tukafanya kazi na yeye, tukashirikiana na yeye, inamaanisha yeye huwezesha huduma kukua. Inamaanisha yeye Roho Mtakatifu atatupa ujasiri ambao hatukukuweko nao. Yeye Roho Mtakatifu atatupa ushindi dhidi ya utawala wa giza ambao hautaki kuona ongezeko la kusanyiko. Roho wa giza analeta mpasuko.
hudumisha ukuaji wa kiroho. Kwa hivyo tunaporuhusu Roho Mtakatifu, tunaendelea kukua katika hali ya mambo ya kiroho, na vile vile kupitia Roho Mtakatifu hulinda kundi la Mtakatifu Baba wetu Yawe, na vile vile pia Roho Mtakatifu huwezesha kutupa neno la majira, neno linalofaa kwa majira yanayofaa. Katika mwezi huu ambao tumeingia, mwezi wa 3, mwezi wa Siwan, ni wakati ambapo kuna sikukuu ya kusherehekea Roho Mtakatifu, sikukuu ya Pentekoste. Na kwa hivyo tunapokuwa katika hali ya kutaka kukua, kuna mambo manne ambayo ningetaka ukaweza kujua. Na jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba tunapingana na milango ya kuzimu. Milango ya kuzimu ndiyo inayozuia ukuaji wa kanisa takatifu la Baba wetu Yawe. Na hivyo basi ni Roho Mtakatifu atatupa uwezo wa kukabiliana na shetani. Matendo ya Mitume mlango wa 1 aya ya 8 inasema, lakini mtakapopokea nguvu akisha kuajilia juu yenyu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anakuja juu yetu kutuwezesha kuwa wanafunzi wake. Jambo hilo lilitondeka wakati wa siku ya Pentekoste. Wanafunzi walikuwa wamejificha, walikuwa na hofu, hawakuwa na ujasiri. Lakini baada ya Roho Mtakatifu kuja juu yao, tunapata Petero alihubiri kwa nguvu. Roho Mtakatifu anapotujilia anatupa uwezo wa kukabiliana na nguvu za giza. Anatupa uwezo wa kupenyesha neno, watu wengi wakatubu. Na iwe sehemu yetu katika jina la Masihi Yeshua. Kanisa lilianza kuongezeka kwa kasi. Ukifuatilia hali hiyo ya kusoma hali ya kitabu cha Matendo ya Mitume, utakuta walianza na 3,000, wakazidi kuongezeka na wakazidi kuongezeka. Fungu la kukariri mstari wa 47 inatuambia waliongezeka kila siku. Ndugu yangu mtazamaji mpendwa, popote pale ambapo ulipo, unafaa uelewe kwamba umeitwa kuwa balozi wa kufanya kusanyiko likaongezeka. Ikiwa utakubali kutenda kazi na Roho Mtakatifu akiwajilieni, mtakuwa mashahidi. Mtazamaji mpendwa, niko hapa kukushawishi kwamba na tufanyike kuwa mashahidi wa kujazwa Roho Mtakatifu na mashahidi wa kusaidia ukuaji wa kanisa la Baba wetu Yawe. Na hivyo basi tunafaa kuomba kila wakati ujazo wa Roho Mtakatifu ili Roho akatembea kuliko uwezo wa kibinadamu. Watu wengi wametafuta strategy, wametafuta nyimbo nzuri, wametafuta vinanda na vinubi, lakini unakuta vinanda hivyo na waimbaji wenye sauti zinazotoa nyoka pangoni, tungali watu wengi wamesimama mahali ambapo wamekuweko kwa muda mrefu. Ni wakati na ni mwaka na ni wiki ya kuhakikisha kwamba tunakuza kusanyiko la Baba wetu Yawe, kwa sababu ya kupewa Roho Mtakatifu akafanya kazi pamoja nasi. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu hutusaidia kusimama dhidi ya Ibilisi. Kipengele cha kwanza cha kufanya ukusanyiko likaweza kukua ni kutambua kwamba shetani hataki tukue. Na kwa hivyo yeye na ajenti wake ambao wengine wamejificha ndani ya kanisa wanajaribu kuweka wingu la kuzuia upenyo wa Roho Mtakatifu. Wanaweka wingu hata la kuzuia maombezi yetu kupenya. Wanaweka vizuizi kwamba kanisa likukue. Ndio maana Yeshua akasema kwamba nitalijenga kusanyiko langu ambalo milango ya kuzimu haitaweza kuisitiri. Mtazamaji mpendwa, ikiwa wewe uko katika kanisa takatifu la Baba wetu Yawe, lazima tuvae silaha za kukabiliana na ngome na uwezo wa yule mwovu ambao anazuia sisi kupanuka. Waefeso 6 mstari wa 11 Biblia yasema kwamba vaeni silaha zote za Elohimu mpate kuzipinga ila za shetani. Kipengele cha kwanza ni lazima tupinge ila za shetani. Lazima tukabiliane na yule mwovu katika kuomba, katika kukanusha mapenzi ya Ibilisi, katika kukinai yale
maongo ya kila namna ambayo anayoleta juu yetu. Mtazamaji mpendwa, bila shaka hatuwezi tukakua bila kukabiliana na demons na pepo. Yeshua akasema, mtatambua kwamba ufalme wa mbinguni umeshuka wakati ambapo mtakapoona pepo zinatetema, wale waovu wanaondoka, wakijaribu mbinu zao zote wanashindwa, maana Yeshua amelijenga kanisa lake na milango ya kuzimu haitaweza kusitiri. Najaribu kusema nini? Lazima tukubali kwamba kanisa hili si langu, si lako. Kanisa ni la Yeshua. Lazima tukubali kwamba baba wetu hapendezwi na kifo cha wenye dhambi, anataka watu wote wakaokoka, na kwa hivyo lazima tukabiliane na pingamizi za shetani ikiwa kusanyiko litaweza kukua. Tuombe, tuwe na nguvu, tuvae silaha, tukabiliane na shetani katika jina la Masihi wetu Yeshua Mesaya. Jambo la pili, mtazamaji mpendwa, Roho Mtakatifu hutufundisha jinsi ya kuhubiri Injili. Kuna wakati ambapo nimekuwa mhubiri, najitolea, naenda kuhubiri na nahubiri, lakini unasikia sauti ya mtu inazungumza, na hiyo sauti yenye mtu inazungumza ndiyo iko ndani ya moyo wangu. Mbona tunahubiri lakini hatuoni ongezeko? Huenda ikawa kwamba tunahubiri mambo yetu, lakini Roho Mtakatifu hutusaidia kuhubiri neno ambalo linalofaa. Luka 12 mstari wa 12, Biblia yasema, kwa kuwa Roho Mtakatifu atawafundisha saa ile ile ya wapasayo kusema. Brothers and sisters, ikiwa kusanyiko la baba wetu Yawe litaongezeka, si mahubiri yale yale tumezoea. Lazima tunampatia Roho Mtakatifu kutuambia ni neno gani utakalolisema kwa mtu fulani kwa wakati fulani. Waumini wa kwanza hawakutegemea hekima yao, hawakutegemea vile wanavyofikiria. Roho Mtakatifu aliwaongoza, wakazungumza kile ambacho alichokiweka midomoni mwao. Roho Mtakatifu aliwaongoza waende wapi, wasiende wapi. Roho Mtakatifu aliwaambia wafanye nini, aliwapea maneno ya kuzungumza. Ndugu yangu mwinjilisti, ninakuomba ukakaa uko tuned in kwa sauti ya Roho Mtakatifu, maneno utakayoyasema. Nina mentor rafiki yangu wa karibu, Rabbi Greg Hirschberg, na mara nyingi amehimiza neno hili kwangu, akaniambia usiwe so busy kiasi kwamba wakati mwingine Roho akiongea haumfahamu, haumsikii. Na yeye hupeana mifano ya jinsi ambavyo anaweza akazungumza neno fupi tu ambalo Roho Mtakatifu amempatia kwa mtu, na mtu yule akavunjika, akaanza kulia, na mtu yule akaweza kuokoka. Filipo aliongozwa na Roho Mtakatifu kumkabili mtoashi na kumwendea mtoashi. Petero alitumwa kwa Cornelius kupitia Roho Mtakatifu. Paulo aliongozwa katika safari yake, usiende Macedonia, usiende mahali pale. Mtazamaji mpendwa, huenda ikawa ulijituma mahali ambapo ulifikiria hapo ndipo ambapo unaweza kuhubiri watu wakaokoka, ukaenda katika jiji lakini hakuna matokeo. Watu wengi wamesema kanisa mashambani hazikui. Wanafikiria kanisa ni mahali watu wako wengi, mahali ambapo pesa ziko, lakini hapo ulipokwenda si Roho Mtakatifu aliyekuambia. Mtazamaji mpendwa, kukua kwa huduma kunategemea jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anatuelekeza. Huduma kwa Roho Mtakatifu zikitupatia hali ya ujasiri na ishara na miujiza, basi utakuta kwamba bila shaka ongezeko la nyumba ya Baba itakuweko. Mtazamaji mpendwa, na hasa wachungaji na wainjilisti, ni vizuri kuwa ni muombaji na ukapewa mwelekeo ni wapi utakapoenda. Lakini utakapojiongoza, mtazamaji mpendwa, utajikuta kwamba haupati mavuno. Ni msimu wa Pentekoste. Himizo langu ni kwamba tumkaribishe Roho na tumsikilize Roho. Kile atakachokuambia ufanye hivyo. Mahali atakapokuelekeza enda, atakapokuambia usiende, usiende. Tukifanya hivyo, bila shaka ongezeko litakuweko, na ni ombi langu kwamba ni msimu na ni mwaka wa sisi kuongezeka kama kusanyiko la baba wetu Yawe, jinsi ilivyoanza wakati wa mitume. Mwendo huo na kasi hiyo na ikaongezeka katika kizazi chetu na katika karne yetu, kwa utukufu wa jina la baba wetu Yawe. Kuongezeka ni kuzuri. Nimewahi kuwa katika kanisa ambalo unaona watu wanakuja wanaenda, ikafika mahali mimi mwenyewe nikaanza kujisikia nikana kwamba sikutumwa.
Lakini vile vile tu sauti ya watu wengine ikanizungumzia, ikaniambia, mchungaji, hauna shida, shida ni watu wale ambao tuko nao. Ni nini inafanya wakaja wakienda? Kuongezeka kunaonekana wakati ambapo kile kimezaliwa tunakidumisha. Yeshua akasema kwamba mzae matunda na matunda hayo yaweze kukaa. Roho Mtakatifu hutoa neno la majira kudumisha ukuaji. Ndiyo, wamekuja, lakini mbona hawakai katika nyumba ambayo walikuja? Isaya 50 mstari wa 4, Biblia inasema, Yawe Elohimu amenipa ulimi wa wafundishao nipate kujua kusema neno kwa wakati wake. Brothers and sister, mwinjilisti amefanya kazi yake, lakini huenda ikawa wanapokuja hawakuti walimu ambao wamepewa maneno na Roho Mtakatifu. Kuna watu ndani ya kanisa wamekuwa ni watu wa kushambulia. Nikifuatilia unakuta mtu na kiherere chake na kimbelembele chake, mtu akishakuja ni yeye wa kwanza kumkaribia, kumwambia vile kanisa hili ni libaya, na yeye yupo na yeye haondoki. Mwingine naye anakuja kuanza kuangalia yule mtoto ambaye ni mtoto anafaa alishwe, anampatia mifupa migumu, watu wanatoroka. Basi ikiwa kanisa litakuwa, lazima tuwe na macho ya kujua ni nani aongee, ni nani asiongee, na kuwakaripia na kuwakemea hao ambao wamesimama kwenye milango, hawaruhusu watu waingie na hawaruhusu watu watoke. Neno la Roho Mtakatifu linatupatia neno kwa wakati. Roho Mtakatifu alinizungumzia kupitia mtu fulani na akasema kwamba wewe, nimekufanya kuwa ni mtu ambaye anawapatia watoto chakula fresh. Kwa hivyo kuna neno mpya cha wakati, neno la wakati, si yale mazoea ya kawaida. Kusanyiko linakuwa linahitaji chakula cha kiroho cha wakati. Usipatie watu chakula ambacho si cha wakati. Roho Mtakatifu hutoa mafundisho ya wakati, anatupea mwelekeo, anatupa faraja. Kuna wakati watu wanahitaji faraja. Usije na mafundisho wakati watu wanahitaji faraja. Usije na wakati wa kutumbuiza watu wakati watu wanahitaji kupewa maonyo. Ni kwa sababu wanaenenda katika njia ambazo zinamhuzunisha Roho, wanaenenda katika njia ambazo haziafikiani na mapenzi ya Yawe. Na vile vile pia kuna wakati ambapo tunahitaji hekima wakati watu wanapitia changamoto. Unawaambia ni jinsi gani ya kuweza kufanya mambo haya. Hivyo mitume waliendelea kuongezeka kwa sababu walifundishana kila siku. Walikuwa wanakutana katika nyumba kuimarishana moja na mwingine. Walikuwa wanakuwa na moyo wa kuelewa wanafunzi wako katika njia gani. Mtazamaji mpendwa, tunapoendelea kutamatisha kipindi cha siku hii ya leo, tunahitaji kuwa na chakula ambacho kinafundisha watu kwa wakati. Wakati ambapo mtu analia, ni lazima uanze kujua ni ujumbe gani utakaompatia. Tukikosa neno la wakati, utakuta kwamba kuna ukavu wa kiroho. Tukikosa neno la wakati, unakuta kwamba kusanyiko limechanganyikiwa, kwa sababu huyu alipewa nafasi akasema hili, huyu mwingine akasimama akasema lile, kukawa kwamba moja anajenga, mwingine anabomoa, mwingine analeta, mwingine anawatoa nje. Basi kusanyiko haliwezi likakuwa ikiwa mwondoko ni ule ule, na utakuta kwamba kwa sababu ya kukosa neno la wakati, washiriki wamekuwa ni dhaifu, wanyonge na wahafifu. Hivyo na tuombe Roho Mtakatifu ili kusanyiko likaweza kupata wachungaji, walimu, manabii watakaotupatia neno la wakati. Wakati ambapo watu wanataka kufanya kitu, they are discouraged, wamejaa na hofu, nabii anainuka, anawatia moyo kama vile Hagai alivyomtia moyo Zerubabeli pamoja na Joshua. Wakati walihisi si wakati wa kuongezeka, si wakati wa kujenga, si wakati wa kupanuka, neno la Hagai likafanya wakawa na moyo wa kusimama na kufanya mambo ambayo yanayostahili. Na jambo lingine la kuhitimisha ni kuangalia kwamba Roho Mtakatifu huweka malisho ya kondoo yakiwa mabichi. Zaburi 23 mstari wa 1 na wa 2 nasema, Yawe ndiye mchungaji wangu, hunilaza katika malisho mabichi.
Kwa hivyo tukihakikisha kwamba kusanyiko kuna neno ambalo linawasaidia watu, neno ambalo linawajenga, neno ambalo linawapatia mwelekeo wa jinsi watakavyokaa, na wanapolitumia lile neno wanaona kwamba kuna mabadiliko katika maisha yao, watakuwa ni kama kondoo anayekimbia mahali ambapo kuna munyu. Watakuwa ni kama kondoo ambaye anayekimbia mahali ambapo kuna maji. Watakuwa ni kama kondoo akifunguliwa anakimbia mahali ambapo kuna majani mabichi. Mtazamaji mpendwa, wacha tusifanye kanisa kuwa it's an entertainment ground. Siku hizi imekuwa ni kutumbuiza watu, lakini neno la kunonesha, neno la kujenga ili kondoo hao wakabakia. Mtu mmoja akaniambia siri yake ya hoteli ambayo nimewapeleka wageni wangu kwa muda mrefu, na akaniambia maneno haya: wakati ambapo ninaona wale wateja nilioanza nao huwa wanarudi tena na tena na tena, najua biashara yangu iko kabambe. Kwa hivyo hoteli yake ilikuwa ni safi, staffs wake walikuwa ni wazuri. Kwa hivyo wale wateja alioanza nao wamekuwa na wao na wanaleta wengine, na kwa hivyo hiyo biashara ikawa inasimama mpaka leo ninavyozungumza. Kwa nini? Ni kwa sababu kile ambacho kinachowaleta watu katika kusanyiko ingali inakuwa maintained, ingali inakuwa inatunzwa. Neno la imani liko, mafundisho ya kweli yako, mikakati na mipangilio ya kuwafanya watu wakawa na ushirika mmoja ipo. Kanisa litadumu, kanisa litakuwa katika jina la Masihi Yeshua. Waumini ni kama kondoo, wanahitaji kulishwa. Walishe kwa neno nzuri, lakini siyo kwamba ukisimama kama mchungaji wewe ni kupiga kondoo kila wakati, hauna neno la kuwalisha washibe. Wamekuja na njaa na kiu ya neno wakarudi vivyo hivyo. Wamekuja na kiu wakakuta kwamba wanarudi na kiu chao. Wamekimbilia maadui, lakini badala uwalinde, wewe sasa ndiye unayewapiga na kuwapatia maneno ya kuambia wao ni watupu, hawana maana. Basi kondoo hao watakapotoka katika ule mlango hawasikii kurudi tena. Mchungaji, walinde kondoo zako, wape mwelekeo, wasaidie, elewa shida zao na wape mwelekeo jinsi ambavyo wanaweza kufaulu na kutoka katika shimo ambao labda wameingia. Wamevunjika mguu, wafunge ili wakaweza kupona. Watunze. Roho Mtakatifu huwasaidia wachungaji kulisha kundi vizuri. Roho Mtakatifu hutulinda na kutusaidia kulinda dhidi ya mbwa mwitu. Mtazamaji mpendwa, kila wakati tunapokuja mahali hapa, neno ni lingi, muda ukawa hauturuhusu. Jambo la mwisho nitakapomaliza nalo, kushirikiana na Roho Mtakatifu huleta kuzidisha. Hilo ndilo fundisho ambalo nilikuwa nalo leo, kwamba Roho Mtakatifu tunapofanya kazi naye, tunapomwelewa yeye, huleta kuzidisha. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 41, Biblia imeandikwa, wakabatizwa watu wapatao 3,000 wakaongezeka ile siku. Mtazamaji mpendwa, lazima tuhakikishe kwamba tunaongezeka, na ombi langu ni kwamba tunaongezeka, tutazidi kuongezeka, kwa sababu kitabu cha Matendo ya Mitume kimetupa mwelekeo. 3,000, 5,000, na likazidi kusema kila siku wakawa wanaongezeka. Brothers and sisters, wacheni tuombe Roho Mtakatifu msimu huu wa Roho Mtakatifu akaweza kuwa ndani yetu, na sisi tukajiposition kupatana pamoja na yeye, na vile vile tukawa na umoja kama ndugu na dada, kwamba ni jukumu lako na langu kuhakikisha kwamba tunafanya bidii ya watu kuongezeka, na tufanye bidii ya kutii sauti ambayo Roho Mtakatifu anaotuzungumzia, na tudumishe utakatifu ambao Roho Mtakatifu anataka. Maana kama vile jina lake linavyoashiria, Roho Mtakatifu, lazima hata nasi tukawa watakatifu. Na tunapotoka nje tuwe mashahidi ambao wana ujasiri wa kusema Yeshua ni Bwana. Ujasiri wa kusema kwamba Baba anakupenda, alimtoa mwanawe wa pekee, njoo ukajiunga na kundi lake, maana anakuwaza mawazo mema. Anataka uwe na ushirika na watu watakatifu.
Na tutakapoendelea kuwa katika namna hiyo kila uchao na kila asubuhi tunamsikiza Roho Mtakatifu, basi mambo yetu lazima yataendelea kuwa ni vizuri. Mwito wangu wa mwisho, Zakaria 4 mstari wa 6. Neno lasema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, mbali ni kwa Roho yangu, asema Yawe wa majeshi. Na kuombea mtazamaji mpendwa, Roho Mtakatifu akawa sehemu yetu na kutufanya kuwa mashahidi katika mwaka huu. Ukiwa kazini, ukiwa popote pale ulipo, wacha Roho Mtakatifu akaweza kuwa partner pamoja na wewe, ili ongezeko likaonekana katika nyumba ya Yawe popote pale ulipo. Roho amekaa kila sehemu. Popote pale unaponitazama ukiwa, mruhusu Roho Mtakatifu akakutumia. Kubali hata na wewe kufanya kazi pamoja na yeye, ili tukaweza kuvuna mavuno ambayo yatakaweza kumtukuza Baba wetu. Yohana 4:15 mstari wa 8, na tudumishe kile ambacho Baba ametupatia. Yawe akubariki na kukulinda. Yawe akuangazie nuru za uso wake. Yawe akuzidishe na kukupa amani, katika jina la Mwokozi wetu Yeshua Hamashia. Hadi tutakapoonana tena kipindi kingine, ni mimi wako mchungaji SK Ng'ang'a. Alright, watazamaji wetu wapendwa wa Messianic Voice TV, karibu kipindi kile ambacho mnakijua kama Safari na Mawimbi ya Maisha. Karibu katika kipindi kipya chenye mguso wa kipekee. Wakati uko naye kaa kama hauna. Mtoto wangu ni wa kitambo. Kwa sababu hata nikiwa youth, hata nikiwa kwetu, tulikuwa tunaenda mbali sana, na tulikuwa tunaenda mguu. Safari na Mawimbi ya Maisha. Kipindi hiki kinaongozwa na nahodha wako Overseer SK Ng'ang'a, kikipaa na kukuletea simulizi halisi za maisha, mafunzo ya kuhamasisha na shuhuda za kuinua moyo wako. Na kwa hii ndoa unafikira labda inakuwa na challenges, na kama inakuanga, unawezagaje kuhandle challenges zile ambazo mnapitia? Challenges zikikuja saa zingine kuna pesa. Kila Jumanne kuanzia saa 11 jioni kupitia ukurasa wa Facebook Messianic Voice TV. Pamoja tutasafiri kupitia changamoto na mafanikio ya maisha, tukijifunza kwamba hata katika mawimbi bado kuna tumaini na neema ya Yawe. Ni majukumu wanashare. Na hii unajua, kwa utamaduni wetu, hata wengine watanisikiliza hapo wasikie wewe mzee anasema na umekuwa Muamerika. Sasa analeta Uamerika hapa. Kila mtu ana jukumu la kulea mtoto. So no matter what, mimi nataka kusimama imara, na nimewezeshwa na Elohim. Pale naona ushindi wa Baba. Naona Baba akisimama pamoja nami. Usikose Safari na Mawimbi ya Maisha, kipimo cha imani, hekima na ushuhuda. Messianic Voice TV, sauti ya neema na ukweli.